Hii ni taarifa ya habari kutoka Ilolo TV na huu ni mtasari wake. Mgogoro kati ya Israeli na Irani wazidi kuongezeka. Huko Ukraine, vita kati ya Urusi na Ukraine yazidi kupamba moto. Taarifa kamili. Israeli imefanya mashambulizi makubwa zaidi yaliyowahi kufanyika dhidi ya Irani, ikilenga zaidi ya tovuti 100, ikifunika vituo vya nyuklia, uongozi wa kijeshi na majeshi ya jeshi la mapinduzi ya Irani katika operesheni inayoitwa Rising Lion. Irani imerejesha mashambulizi kwa kupiga makombora kadhaa kuelekea Israeli na kusababisha kifo na majeruhi kupatikana. Ripoti za vifo vya raia wa Israeli na wa Iran. Gaza ipo karibuni na njaa. Vitisho vya njaa vimepoteza nguvu kutokana na vizuizi vya chakula tangu Machi 25. Bei za vyakula zimeongezeka kwa hadi 1,400 na watoto wapatao 2,700 wanaathirika vibaya. Tangu kwayo vilivyopita 18 Machi, operesheni za kijeshi za Israel zimeendelea bila kusitisha na kusababisha maelfu ya vifo na majeruhi Gaza. Maandamano dhidi ya jimbo la uongozi wa Hamas yanaendelea tangu Machi, wakiomba vita vikome na Hamas ijiondoe. Yaani maandamano makubwa ya wakazi wa Gaza dhidi ya serikali yao. Kuanzia Juni 15, kundi kubwa la watu hadi watu 4,000 litaanzia kwa mchujo kushambulia mpaka Rafa kutoka Misri kwa maana ya Global March to Gaza. Lengo ni kuvunja vikwazo vya Gaza na kusambaza misaada. Mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu suluhisho la nchi mbili uliopangwa kufanyika Juni 17 mpaka Juni 20 umeahirishwa kutokana na hali tete sasa katikati ya mapigano ya Gaza na sasa kupanuka hadi Iran. Vita vya kati ya Israeli na Irani vimeongezeka haraka, ikiingia kigoli kwa kigoli cha kila nchi kuwashambulia watu kadhaa katika makombora na ndege. Gaza inaendelea kuwa katika janga la kibinadamu, njaa, vurugu, maandamano dhidi ya Hamas na mipango ya kimataifa kujaribu kufikia misaada. Tuangazie kinachoendelea huko nchini Ukraine. Ukraine imepokea miili ya wanajeshi 1,200 waliokufa kutoka Russia, ikifuata makubaliano ya kikao cha amani huko Istanbul. Hii ni mojawapo ya urekebishwaji mkubwa tangu kuanza kwa mapigano mwaka wa 2022. Miili hiyo sasa inapelekwa kwa uchunguzi wa kisaili kufuatia vitendo vya uhalifu wa kivita. Kwa ujumla, kati ya makubaliano hayo, miili ya wanajeshi hadi 6,000 inayotarajiwa kurejeshwa Ukraine sasa ikiripotiwa kubadilishana majeruhi na wafungwa. Russia inaendelea na mashambulizi makubwa kwa kutumia drone na makombora. Wiki hii ilishuhudia angalau mashambulizi ya zaidi ya drones 500 huku Ukraine ikiziondoa 43 kati ya 55, mojawapo iliyotumwa usiku wa hivi karibuni. Tarehe 10 mpaka tarehe 11 Juni, watu 3 waliuawa na 64 kujeruhiwa. Drone zilizoigusa eneo la Kharkiv zaidi ya majengo 100
ya makazi yaliharibika. Russia inasukuma mbele mashambulizi yake barani mashariki ikidai kuchukua vijiji vipya ya Sumi na kuingia Dnipropetrovsk na Donetsk. Bagala Kupiansk bado linaendelea. Russia forces zinaendelea mashambulizi dhidi ya Ukrainian defenses ndani ya Dnipropetrovsk, Donetsk na maeneo yaliyama Toretsk, Kharkiv na Novopavlivka na wengineo. Ukraine imetekeleza mashambulio ya hadubini za MiG-29 dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Russia, hub na drone na ghala la reli silaha katika eneo la Zaporizhia ikishirikiana na Intel ya Magharibi. Aidha, SBU huduma ya usalama inaendelea na Operation Spiderweb ikiharibu meli za drone na ndege za kijeshi za Russia ndani mwa ardhi yao. Zelensky ameonya kuwa Russia inalenga kutishia usalama wa Moldova, Romania na ukanda wa Bahari Nyeusi, na amewaasa viongozi kuegemea ngazi kuu za usaidizi na ulinzi. Ghasia za kiuchumi pia zinatanda. Bei ya mafuta ya Russia hukaa juu kutokana na hali ya vita Irani na Israeli, jambo ambalo linaweza kuongeza fedha za kuendelea na vita vya Ukraine. Tukihitimisha, vita vinaendelea kikali. Russia inatetea kwa mashambulio ya anga na ardhi, huku Ukraine ikiimarisha uwezo wake kupitia mashambulio ya automat na matumizi ya mafunzo na ubunifu wa kijeshi, urekebishaji wa miili na swap unaoshiria hatua za kisiasa, lakini vita haitazimika bado. Kufikia hapo hatuna ziada, mpenzi mtazamaji wa Ilolo TV. Usiache kusubscribe YouTube channel yetu, vile vile kulike na kucomment, kushare video zetu kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, siku 7 za wiki. Mimi binafsi naitwa Captain Tanzania, mtangazaji wako pendwa kutoka hapa Ilolo Online TV. Na kufikia hapa tunakushukuru wewe uliyetutegea sikio kutazama taarifa ya habari ya asubuhi ya leo tarehe 14 Juni 2025. Asante.